your life purpose. Duniani unaweza kuzaliwa ukiwa na kipaji kikubwa, unaweza kuzaliwa ukawa na passion kubwa, unaweza kuzaliwa ukawa na ukasoma, lakini ukabakia kwa mtu wa kawaida. Mwandishi mmoja vitabu maarufu anaitwa Benjamin Franklin aliwahi kusema kwamba watu wengi sana duniani wanakufa akiwa na umri wa miaka 25, lakini wanakuja kuzikwa na umri wa miaka 75. Akiwa na maana kwamba asilimia kubwa ya watu duniani huwa kifikisha umri wa miaka 25 mpaka 30 huwa wanaacha maono yao au ndoto zao na kushikilia mambo ambayo sio sahihi, maana kwamba wanabaki wanaishi holela. Lakini mwanafalsafa mmoja anaitwa Nazim aliwahi kusema kwamba sehemu yenye utajiri duniani sio kwenye visima vya mafuta kule Uarabuni, wala sio kwenye migodi ya almasi wala dhahabu, bali sehemu ya makaburini ambapo wamelala watu ambao walikuwa na ndoto kubwa sana za kufanya, ambao leo hii wangekuwa na makampuni makubwa lakini waliishia kufanya kazi za kuajiriwa, wangekuwa waimbaji wakubwa lakini waliishia kuimba mabafuni na nyumbani, wangekuwa wasanii wakubwa sana lakini waliishia kufanya nyumbani kwao. Sasa mimi sitaki uwe katika hali hiyo, na ili kuweza kukwepa hiyo hali utakuwa kuna kitu ambacho ukifanya katika maisha yako. Kitu cha kwanza ni kugundua kusudi lako. Kusudi lako ni nini? Kwa nini uko duniani? Kwa nini unaishi? Kwa nini una uhai? Ndio unagundua. Ukweli ni kwamba kila mtu aliyeumbwa duniani na Mungu aliumbwa kwa kusudi maalum. Haijalishi ulizaliwa kwa mfumo gani, haijalishi wazazi wako hawakupanga kuzaliwa, lakini alimradi ulikuja duniani, basi kuna kusudi ambalo uliletwa kuja kulifanya. Kuna mambo kadhaa ambayo unaweza kufanya ili kugundua kusudi lako ambalo umeitiwa na Mungu duniani kulifanya, na lazima utimize. Jambo la kwanza ni tunasema kwamba passion. Katika kitu kinaitwa passion. Tunaposema passion ni ile hali ya kuweza kufanya kitu. Yaani maana yake kuna kitu unatamani kukifanya. Ni kitu gani ambacho wewe unahisi nikikupa hela nyingi sana ukafanya? Kitu gani ambacho wewe huwa unahisi kwamba ungekifanya kama usingesomea kozi ulionayo? Ni kitu gani ambacho yaani unahisi kama ungekifanya kama usingekuwa umeajiriwa? Sasa hicho kitu ambacho unakifanya, ambacho unatamani kufanya, ndio kinaitwa passion. Lakini kitu gani ambacho kama unafanya hauhisi kuchoka na unafanya huku unafurahia, hiyo tunakiita nini? Ni passion. Kwa nini unatakiwa kugundua una passion gani? Kwa mfano kwa upande wangu mimi, naweza kusema kwamba passion yangu mimi kuongea na kuandika vitabu. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo naipenda, ni kazi ambayo naona kama sichoki na nafurahi kuifanya. Kwa hiyo maana yake unaweza kugundua kwamba hiyo ndio passion yako. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kufanya ili kujua wito wako au kusudi lako duniani, pain, maumivu. Unahisi maumivu. Dunia yetu imeumbwa kwa namna tofauti. Kuna mtu mwingine ukikuta yatima amekaa kwa huzuni, mtu haumii, lakini kuna mwingine ukiwaona unaanza kuumia. Sasa uweze jua kwa nini unaumia. Wewe ndio kusudi ambalo Mungu alikuleta duniani kuja kuwasaidia na hiyo. Kuna mtu mwingine unaweza kutamani unaumia ukiona viongozi wanafanya kinyume na vile ambavyo walikubaliana. Maana ni kwamba uliitwa duniani kuja kuwa kiongozi na mkombozi wa nchi fulani. Lakini kuna mambo mengine ambayo unahisi unatamani kuwasaidia, pengine ni wale wa mabinti wanaojifungua katika umri mdogo, unatamani kuwasaidia, unaumia. Hiyo ni nini? Tunasema kwamba ni pain ulionao, ni kusudi ambalo Mungu alikuta duniani. Lakini unaweza ukawa unatamani pengine kuwasaidia vijana, kwa maana namna ya kuanzisha biashara, namna ya kujitambua, namna ya kujiendeleza. Maana kwamba ni hiyo ndio kusudi ambalo Mungu alikuja. Kwa hiyo unaweza kutambua maeneo hayo. Kumbuka kwamba usipogundua kusudi lako, maana yake utaishi maisha ambayo huyaelewi, yani hutojua unaelekea wapi, utaambatana na watu wasio sahihi, utafanya kazi usizozipenda, na kitu kikubwa sana utakosa furaha maishani mwako. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kugundua kusudi lako ni kwamba ability, nasema talent, una uwezo gani? Tunaposema talent ni ile hali ya kufanya kitu kwa ubora zaidi kwa muda mfupi na huku unafurahia, kitu ambacho wengine hawawezi kufanya. Kuna vitu unavifanya wengine hawawezi. Tunasema kwamba hiyo ni talent. Unatakiwa una talent gani? Unaweza kuwa na talent nyingine ya uwezo wa kuigiza, unaona hiyo ni talent yako. Lakini una uwezo wa kuongea, uwezo wa kuchora, kucheza pamoja na kuimba. Hizo zote ni talent ambazo huenda unayo. Kumbuka kwamba huenda ndio sehemu ambayo Mungu amekuitia kuifanya duniani. Kwa hiyo kusudi lako, ndani ya kusudi lako ndimo mlimo na nguvu yako, ndiko kuliko na thamani yako. Cha kufanya tu ni kujua kwamba ulikuja duniani kufanya nini.
gundua kusudi lako, uenda ukafanya mambo makubwa sana duniani. Hakuna mtu ambaye alizaliwa bahati mbaya. Kila mtu alikuja duniani kutimiza lengo fulani ambalo Mungu tu alimuita. Kuna watu wengine waliumbwa kuitwa wachungaji, wengine waliumbwa kuwa mapadri, wengine walikuja duniani kwa ajili ya kuwa wainjilisti, na wengine kuwa waandishi wa vitabu vya dini, wengine waliitwa duniani kuwa tu wanasiasa wakubwa. Hili ni kusudi ambalo Mungu anakuita. Na ili ujifunze zaidi haya mambo ambayo naeleza hapa, unaweza kutafuta kitabu ambacho nimekiandika, kinaitwa Nguvu ya Mtazamo Wako, yani Power of Your Attitude. Una mtazamo gani? Kitabu hichi kinaweza kusaidia sana kuweza kuelewa hayo mambo ambayo nimeelezea hapa. See you at next level.